Tumwombe Mungu kwa ajili ya ujumbe wa leo. Mungu wetu, tunakushukuru kwa ajili ya siku njema. Asante kwa sababu ya afya njema ambayo umetujalia. Asante kwa ajili ya wiki nzima tumeingia na kutoka katika uwepo wako. Tumekusifu, tumekuabudu, na wakati huu tunakwenda kujifunza kutoka katika neno lako. Umesema tunahitaji kujifunza ili kufikia kimo na cheo cha utimilifu wa Kristo. Mwezesha kila mmoja anaposikia asikie ipasavyo na kuelewa, ili neno hili likawa sehemu ya maisha yake, zaidi sana akawe msaada kwa wengine wengi atakao kutanishwa nao katika maisha yake, katika jina la Yesu. Kanisa tuseme amina. Amen. Haleluya. Leo tutajifunza somo fupi, na kama kawaida ni kuweka sawa fahamu zetu juu ya kweli ya Mungu. Amen. Na kichwa cha somo ni kuondolewa huduma ya kikuhani sababu ya kutokuwepo zaka. Kuondolewa kwa huduma ya kikuhani sababu ya kutokuwepo zaka. Tumejifunza na tunafahamu kwamba Mungu habadiliki, na ziko nyimbo nyingi tunaimba kwamba Mungu habadiliki. Ndio kweli, lakini ni muhimu tukafahamu kama kanisa la Mungu duniani ya kwamba uhusiano wa Mungu na mwanadamu umekuwa ukibadilika kulingana na majira, aina ya wanadamu anaohusiana naye na kusudi lake mwenyewe Mungu. Kwa sababu hiyo unakuta mambo ambayo Mungu aliyataka wale wanadamu wa kwanza wawili, Adamu na Hawa, wayafanye katika nyanja tofauti tofauti. Yamekuwa tofauti alivyowaambia kina Nuhu, yamekuwa tofauti tena alivyowaambia akina Ibrahim na kadhalika. Kwa mfano, katika Mungu kujifunua kwa jina lake kwa wanadamu wa kwanza, walimfahamu kama Mungu mwenye enzi, Mungu mwenye enzi. Lakini ilipofika kwa Musa, wakati Mungu anamtuma Musa kwenda kuwakomboa wana wa Israeli utumwani Misri, Musa akamuuliza Mungu, nikienda niwaambie, wakiuliza nani amekutuma, mimi nitajibu nini? Mungu akamwambia Musa, wewe waambie kwamba aliyekutuma ni Jehova. Ni nani? Jehova. Lakini akaambia kwa jina hili Jehova, mimi sikujulikana hivyo na baba zako. Kwa hiyo maana yake Mungu alireveal, kureveal ni kufanyaje? Ni kufunua, si ndio? Alilifunua jina lake Yehova kwa Musa, ndio kwa mara ya kwanza. Maana yake kabla ya Musa, wote waliowajua kabla ya Musa, yaani sio tu kabla ya Musa, kabla Mungu hajazungumza na Musa juu ya kwamba amjue kuwa ni Yehova, ukirudi nyuma kote hakuna waliokuwa wanajua kwamba yeye ni nani? Yehova. Kwa kama Mungu aliweza kujitofautisha hata namna ya kujitambulisha mbele ya watu waliohusiana nao kulingana na majira na kusudi lake, maana yake vivyo hivyo
kuna mabadiliko mengi katika mahusiano ya Mungu na mwanadamu kulingana na majira na kundi la watu wanaohusiana nao. This is obvious. Amen. Ambayo sehemu kubwa sasa ya kanisa na hasa watumishi wa Mungu hawapendi kuzingatia hilo. Manake nini? Kwamba Ibrahim katika maombi yake angepaza sauti akasema, Jehova uko wapi, kama ambavyo wengi wanavyoomba. Watu waliokuwa wanamzunguka wangemshangaa bila shaka. Wangesema anamuomba Mungu gani? Lakini leo ukisema Jehova, everyone knows. Kwa nini? Kwa sababu tayari tunaishi majira ambayo Mungu alishajidhihirisha kwa jina hilo. Kwa hiyo back there ingekuwa haiwezekani. Leo inafanya nini? Inawezekana. Na kwa sababu hiyo sasa, kila fundisho tunalojifunza katika kanisa la Mungu lina mwanzo wake. Hilo lazima tulijue, lina mwanzo wake, na ni muhimu sana kujua genesis of the doctrine. It's very important. La sivyo unaweza ukahisi kwamba kila doctrine ilianza tangu mwanzo. Haikuwa hivyo. Kwa mfano, kwenye vyakula, wanadamu wale wa kwanza hawakuruhusiwa, waliambiwa wale nini? Waliambiwa wale nini? Majani ya kondeni, si ndio? Lakini Mungu akaendelea na mpango ule. Alipofika kwa Nuhu akasemaje? Kwamba kama nilivyoruhusu yale na kuruhusu na haya pia. Akaanza kuruhusiwa mwanadamu sasa kula nyama. Kwa hiyo nyama haikuanza kuliwa katika bustani ya Edeni. Amen. Amen. Vivyo hivyo. Kwa hiyo ili ujifunze vizuri neno la Mungu juu ya jambo husika, kwa sababu mambo ni mengi ya kujifunza katika neno la Mungu, lazima uanze ujue genesis ya doctrine husika, alafu uangalie ili progression yake. Genesis and its what? Progression is very important. Kwamba inaweza kawa imeanza, je, imekuwa ya milele? Hilo ni swali la muhimu sana. Haleluya. Amen. Kwa hiyo nilikuwa najaribu kutoa hii kama ni preamble, ili tunapokuja sasa kuja kwenye somo letu linalohusiana na kichwa cha kuondolewa huduma ya nini? Ya kikuhani, sababu ya kutokuwepo zaka. Tuelewe, kwa sababu wengine leo wanahisi zaka ilianzia bustani ya Edeni. Zaka haikuanzia bustani ya Edeni. Adamu hakutoa zaka. Praise the Lord. Na watu wanavimba mpaka shingo, mishipa ya shingo inavimba, wanapiga kelele, ni sina mchezo na zaka. Yaani kama vile una mchezo na zaka kwa faida ya nani? Ni muhimu sana, kwa faida ya nani? Kwa sababu tunajua maandiko yanasema wengine kwao utaua ni kupata nini? Faida. Usije ukawa miongoni mwa watu ambao wanatumia utaua kama sehemu ya kupata faida. Haleluya. Amen. Kwa hiyo genesis ya zaka inajulikana. Mtu wa kwanza kutoa zaka ni Ibrahimu. Amen. Na Ibrahimu alitoa zaka kwa kuhani. Kwa kuhani aliyeitwa nani? Melkizedeki. Kwa hiyo sio mjadala kwamba watu wanahisi kwamba zaka ilikuwa tu wakati wa sheria, kwa hiyo kwa sababu hatuko chini ya sheria hamna zaka. Hii swala sio hilo tu, kwa sababu Ibrahimu wakati huo anatoa zaka, sheria haikuwepo, lakini alitoa kwa nani? Alitoa kwa kuhani. Kwa hiyo tunagusa pale kwenye mchoro leo. Amen.
Praise the Lord. Hallelujah. Tunagusa wapi? Yes. Alitoa kwa kuhani na alitoa pasipo kuagizwa na Mungu. Kisinda tafuta hiyo scripture. Pasipo kuagizwa, yeye alitoa kama nadhiri, kama ahadi yake ya kushinda Mungu kumshindia vita. Haleluya. Na tukumbuke Ibrahimu alikuwa ni tajiri. Alikuwa nani? Alikuwa tajiri. Kwa hiyo kama it was his practice kutoa zaka, angetoa zaka kutoka kwenye utajiri wake. Tunaenda pamoja kanisa? Amen. Hakufanya hivyo. Hakutoa zaka kwenye utajiri wake. Hakutoa zaka kwenye mali alizomiliki. Na hizo mali alibarikiwa na Mungu, lakini hakutoa katika hizo. Kwa hiyo tunapojifunza masomo kama haya, we don't need to be emotional. Hatuhitaji kuwa emotional. Tunahitaji maarifa, ili mtu akitoa ajue kwa nini anatoa, na asipotoa ajue kwa nini hatoi. Umepata? Mwanzo sura ngapi? Twende Mwanzo sura 14 kuanzia mstari wa ngapi? Okay, Mwanzo 14 tuanzie mstari wa 17. Na divai. Naye alikuwa nani? Kuhani wa Mungu. Alikuwa kuhani wa Mungu aliye juu sana. Akambariki akasema, Abraham na abarikiwe na Mungu aliye juu sana, muumba mbingu na nchi. And the story is very different. Kama utasoma, mnasemaje wataalamu wa kusoma? Between lines, si ndio? Ukisoma between lines, tukio la Abraham kubarikiwa lilianza kabla yeye kutoa zaka. Amen. Soma vizuri. Soma between lines. Soma between lines. Mpaka hapo ametoa zaka. Ameshabarikiwa au hajabarikiwa? Tusome tena. Praise the Lord. Tusome mstari wa 18, si ndio? Na Melkizedeki mfalme wa Salemu akaleta mkate na nini na divai, naye alikuwa kuhani wa Mungu aliye juu sana. Mstari wa 19, akambariki akasema, Abraham na abarikiwe na Mungu aliye juu sana, muumba mbingu na nchi. Mstari wa 20, ahimidiwe Mungu aliye juu sana, aliyewatia adui zako mikononi mwako. Abraham akafanya nini? Akampa fungu la 10 la vitu. Imeanza zaka au imeanza baraka? Praise the Lord. If you read between lines, iko hivyo. Ndio maana ukijifunza neno la Mungu kwa kuligawa kwa usahihi, hutaingia kwenye Biblia na matakwa yako. Neno litakufundisha, and it is very clear. Wala hutahangaika kutafuta andiko fulani liweze kukufeva. No. Kanuni iko hivyo. Ni principle. Amen. Ndio akampa fungu la 10. Akampa nini? Fungu la mstari wa ngapi? Kwa 20, si ndio? Abraham akampa fungu la 10 la vitu vyote. Mfalme wa Sodoma akamwambia Abraham, nipe mimi. Na hii ilikuwa ni baada ya kutoka kwenye kufanya nini? Kwenye ule ushindi au kwenye ile vita. Kwa hiyo ndio genesis ya tithe, inayo kwenye Kiingereza inaitwa tithe, ambaye ni moja ya ngapi? Ya 10. Baada ya hapo tena tunaona Yakobo naye alifanya nini? Alitoa kabla zaka kufanywa kuwa sheria rasmi. Kwa hiyo hapa ilifanywa pasipo sheria. Sasa ni pasipo sheria, lakini ilitolewa kwa nani? Kwa kuhani. Haleluya. Kwa hiyo